Kwanza pole sana kakaangu kwa msiba huu mzito, lakini pia ningependa kufahamu jina lako na jinsi ambavyo ulikuwa ukimfahamu marehemu Sebo, aliyekuwa mtangazaji nguli kwenye taifa letu la Tanzania, ambaye alihudumu sehemu mbalimbali kama vile East Africa Radio, Magic FM, baadaye EFM, na ni mmoja kati ya waanzilishi wa kituo hicho. Kati ya wale watu wa juu, basi yeye ni mmoja wapo pia, akiwa kama mtangazaji lakini akiwa kama kiongozi mpaka umauti ulipomfika. Pole kwetu sote kwa sababu ni msiba mkubwa sana kwenye tasnia ya habari. Kama ulivyosema, mimi Sebo kwangu ni zaidi ya bosi, kwa sababu mimi ni mfanyakazi wa EFM na nimeanza kufanya kazi mkoani. Nilikuwa nafanya kazi Bukoba, radio moja hivi inaitwa Kasibante, lakini wakati niko Bukoba nikawa kama napenda sana kuifuatilia EFM. Kwa hiyo nilikuwa namfahamu Sebo. Sebo nimeanza kumfahamu toka akiwa East Africa Radio na baadaye kwenda EFM, nikawa namfuatilia, lakini nilipopata nafasi ya kuingia EFM ndio nilipata nafasi ya kumfahamu zaidi. Watu wengi wamemzungumza Sebo, kiongozi naweza kusema kwamba wa mfano kiukweli. Na mimi kwa mfano kikubwa ambacho namkumbuka Sebo katika kazi zetu hizi akiwa bosi wangu, nilishai kufanya kosa moja nikiwa hewani. Unajua matangazo ya betting hayataki kusomwa asubuhi. Sasa kuna ile tangazo lilikuwa lijakaa kama betting, lakini lilikuwa ni la betting. Tulijikuta tumelisoma lile tangazo. Basi kwa sababu yeye alikuwa anafuatilia sana, baada ya kipindi kilikuwa hata kijaisha, niliitwa chini na kiukweli siku hiyo bosi akaniambia, bwana, ili kosa bwana inabidi upumzike kazi. Lakini ilichukua kama wiki moja hivi, yeye mwenyewe Sebo akanirudisha kazini. Lakini wakati anarudisha kazini, kuna maneno aliniambia ya kikazi ambayo mpaka leo siwezi kuyasahau. Kwa maneno gani hayo? Alisema unapokuwa kwenye kazi unahitaji umakini zaidi. Unajua tuna tabia sisi, nasema sasa hivi umri umeshasogea, lakini kuna hali fulani ya kama kuchukulia poa mambo, lakini ni kitu ambacho yeye alikuwa hataki kabisa. Na kwa sisi ambao tulishai kufanya naye kazi, wako watu wanamfahamu Sebo kwa ukali kazini, lakini mnapokuwa kama haufanyi kosa lolote, hauna shida naye kazini, Sebo ni zaidi ya rafiki, zaidi ya mzazi, sio kiongozi tu kwako. Lakini ikitokea labda wewe ni mvivu au hutaki kufanya kazi vizuri, kuna mashida, hautoweza kumpenda Sebo. Kuna watu wanaweza wakasema bwana Sebo alikuwa mzuri, lakini kuna watu walikuwa wanamchukia Sebo kwa sababu alikuwa hataki mchezo kazini. Kwa hiyo kwa wale watu ambao walikuwa ni wavivu na kuta una makosa, lazima umchukie Sebo kwa sababu ni mtu ambaye alikuwa anachukua hatua kwa wakati huo huo. Na ndio maana nimekutolea mfano hiyo ambayo ilinitokea mimi, lakini kitu ambacho kilinirudisha moyo na kuzidi kumpenda ni kwa sababu baada ya muda alinirudisha kazini, lakini pia akanielekeza namna ambavyo vitu vinatakiwa kwenda. Kwa hiyo ni kitu ambacho mimi namkumbuka mpaka leo kiukweli, na niseme kwamba katufundisha vitu vingi. Mimi niko kwenye kipindi cha sports toka nimefika EFM, katika vitu ambavyo amekuwa anafuatilia sana. Kwanza ni shabiki wa Simba, lakini alikuwa huwezi kujua kama yeye ni shabiki wa Simba. Unajua anaizungumza Simba kwenye mazuri, ataizungumza Simba kwenye mabaya. Mkikaa naye mkimsikiliza anavyozungumza mpira, anazungumza kwa uelewa mkubwa, utofauti ya ushabiki ule wa kichawa na vitu kama hivyo. Ni mtu ambaye alikuwa anaipenda Simba, lakini huwezi kujua kama alikuwa shabiki wa Simba. Lakini jambo lingine ambalo la kimichezo ambalo limekuwa ni shida kwenye media nyingi, tumekuwa tunafanya vipindi vya football. Unakuta kipindi kinaitwa sports ni cha michezo, lakini muda mwingi unakuta masaa 2-3 ya kipindi watu wanazungumza football, wanazungumza Yanga, wanazungumza Simba. Kitu ambacho yeye siku zote amekuwa anakipigia kelele kwamba tuna michezo mingi, football hiyo na nafasi yake, lakini tufanye na michezo mingine. Na kwetu sisi kama timu ya michezo pale EFM ni jambo ambalo tulilichukua na tukalifanyia kazi. Mpaka leo tumekuwa na segment nyingi za michezo mbalimbali ndani ya Tanzania na nje ya Tanzania. Kwa hiyo ni kitu ambacho yeye mwenyewe amekuwa anakipigia kelele sana kwa katika uhai wake, kuhakikisha kwamba mnaposema mnafanya kipindi cha sports, basi kiwe na sura ya sports. Kisiwe ni kipindi cha sports alafu kina football. Kwa hiyo
ni vitu vingi sana ambavyo namkumbuka navyo, lakini cha mwisho ni mapenzi yake makubwa kwenye michezo. Kwa mfano kwetu pale EFM tuna timu ya jogging, tuna timu ya football. Yaani katika sisi tumefiwa wafanyakazi wa EFM, lakini naweza nikasema timu ya mpira ya EFM FC wamefiwa zaidi. Kwa nini? Kwa sababu alikuwa anaishi nao kama watoto wake. Yaani ni timu ya mpira ya vijana kutoka nje, lakini namna alivyokuwa anaishi nao, wanapokwenda kwenye mechi, wanapopata posho, wanapoishi naye vizuri, muda wote atakuwa busy na kazi zake siku nzima, lakini ikifika jioni utamwona yuko Kawe. Na kwa taarifa, hata siku ambayo amekwenda kufariki usiku, jioni yake amekwenda kufanya mazoezi na ile timu. Hakuwa na uwezo wa kucheza, lakini alikuwa ni refa siku hiyo akiwasimamia mazoezi. Kwa hiyo ndio maana nakwambia alikuwa ni mtu wa michezo, lakini ukiacha hiyo timu ya EFM FC ambayo kwa 100% alikuwa anaisimamia yeye kuhakikisha ipo na inaendelea kuwepo. Lakini pia mimi ni mwanachama wa EFM Jogging Club, amekuwa na mchango mkubwa sana kwenye timu yetu ya jogging. Kwa hiyo amekuwa ni mtu wa michezo, amekuwa ni mtu wa uongozi katika sekta nyingine, lakini pia katika sports alihakikisha kwamba EFM inakwenda sawa sawa na masuala ya michezo. Na kitu gani kingine ambacho unaweza kuongezea kwenye maisha yake kipindi kile kabla ya umauti wake, ambacho wewe binafsi unakiishi sasa? Unasema kaka, ulinifundisha, ulinipokea, kati ya vitu ambavyo umeniachia, hiki nitaishi nacho ili niendelee kupiga hatua mbele kwa kupita kwenye zile alama ambazo wewe ulizitengeneza. Ndio pale nilipozungumza tu kwamba umakini na kazi, tuache kufanya kazi kwa mazoea. Yaani vyombo vingi vya habari, vijana wengi kwa sasa wanafanya kazi sana kwa mazoea, lakini Sebo alikuwa hataki kufanya kazi kwa mazoea. Ulikuwa ukifanya kama ni mtu wa kufanya kazi kwa mazoea, una uvivu kazini, sio mbunifu. Alikuwa anapenda watu wabunifu, kuhakikisha kwamba, unajua tasnia ya habari sasa hivi na vyombo vya habari imebadilika. Media nyingi za radio zinapata tabu. Umeona juzi hapa tumesikia ndugu zetu wa Kiss FM na Radio Free Africa wako down kabisa. Alikuwa anataka kuona watu mnakuwa wabunifu, kufanya radio isikilizwe, kupata biashara, kupata matangazo, tupate pesa ya kulipwa. Kwa hiyo ni mtu ambaye alikuwa akifanya vikao kila wiki na wafanyakazi, anataka kuona kwamba tunafanya kazi kwa namna hiyo. Kwa hiyo ni kitu ambacho mimi namkumbuka, kwa sababu alikuwa ni mtu ambaye yuko makini sana, serious sana kwenye kazi yake. Na mkishafanya kazi vizuri, mkikutana huku mzee kwenye meza, mmekaa sehemu, ni shangwe tu. Yaani alikuwa ni mtu wa shangwe tu. Lakini kama kazi huku imekwenda vizuri. Kwa hiyo namkumbuka sana. Mara nyingi ilikuwa mkiwa nje ya kazi, ni rafiki mkubwa sana. Pole sana. Tutajie jina lako. Mimi naitwa Abdurazaki Majid kutoka EFM, niko katika vipindi vya michezo. Bwana mchambuzi wa soka huyo hapa kutoka EFM, ni mmoja kati ya ambaye anamlilia Sebo, ambaye alikuwa kiongozi wake na amemfundisha mambo mengi ambaye ameacha kama alama na ameweza kuipandisha pale ilipo EFM, kati ya wale viongozi wa juu ambao walipambana kuhakikisha kwamba mziki unaongea, au maana singeli inatembea, lakini pia Waswahili wanasikilizana. Uwezi kukosa kulitaja jina la Sebo. Alale mahala pema peponi, Mwenyezi Mungu ampokee. Mimi naitwa Gabi Mtanzania, nyuma kamera Zakaria Master Gamondi. Asante. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video